Alilia haki baada ya mpendwa wao Jimmy Kitavi, mume na baba wa watoto watatu, kufariki kwa kupigwa na umeme alipokuwa kazini katika uwanja wa ndege wa Moi jijini Mombasa alikokuwa ameajiriwa na kampuni ya Eurocraft. Na kama Quinto Wafula anavyosimulia, ripoti ya upasuaji ilidhihirisha kuwa mwenda zake aliaga kwa athari za nguvu za umeme, jambo ambalo wanahofia kampuni hiyo kukataa. Kilio na majonzi viliteka anga katika makafani ya Coast General jijini Mombasa. Familia, jamaa na marafiki wa Jimmy Kitavi wakijumuika hapa kwa ajili ya kutoa mwili wa mpendo wao na kuanza safari ya kumpumzisha nyumbani kwao Kitui. Kulingana na familia ya Kitavi, mwenda zake aliaga dunia tarehe 2 Januari alipokuwa kazini katika uwanja wa ndege wa Moi katika kaunti ya Mombasa, akiwa katika utekelezaji wa majukumu yake chini ya mwajiri wake Eurocraft, mahali ambapo amefanya kazi kwa miaka 16. Karibu kutoa mzigo, kuna mzigo ulikwama, ndio kunini akapigwa na hiyo nini, akakufa tu hapo. Hiyo stima alipigwa na shoki hapo kwa mkono na ikachoma moyo immediately, akashindwa kupumua. Upande wa mwajiri unasisitiza kuwa bado uchunguzi unafanywa na idara ya DCI na watachukua hatua baada ya uchunguzi huo, familia ikihofia tetesi hizo na kusisitiza kuwa ukweli ni bayana. Lakini pale kampuni tunavyosikia si mambo inaenda vizuri, tunaona ni kama watafinikia, na hii hatutaiacha. Tumetayarisha mazishi na hakuna kitu tumepata kutoka kwa mwajiri wa Kitavi. Mwili wa Jimmy unapolazwa, familia aliyoiacha nyuma inalilia uwazi na haki katika uchunguzi na hatimaye fidia itakayosaidia katika kuendeleza maisha ya mjane na watoto wake watatu, ikizingatiwa kuwa aliyeaga ndiye alikuwa mfadhili mkuu wa familia hiyo, kwani mkewe hakuwa na kazi. Watoto ni wadogo sana, wanafaa wajoin shule, haki itendeke kwa mume wangu. Kuna mmoja anaingia grade 10 ambapo ni changamoto, kuna huyu anaenda grade 7 bado, na huyu alikuwa anaingia PP1. Kwa hivyo tunataka serikali ingilie kati, itusaidie sisi. Quinto Wafula, TV47, kaunti ya Mombasa.